mwalimu, mngekuwa walimu saa hii. Lakini kwa sababu hakuna hatua ambazo zimechukuliwa kwa ajili ya wewe kukua, bado mnahitaji maziwa, na ni jambo ambalo si nzuri, si jambo ambalo ni la kujivunia. Kwa sababu mtoto anapozaliwa anatarajiwa kukua. Mtoto anapozaliwa anatarajia kusonga hatua baada ya hatua nyingine. Mtoto anapozaliwa anapewa maziwa ili, ama hiyo ndio chakula chake kwa sababu ni mchanga. Lakini anapoendelea kukua, mwandishi anasema ama ametaja chakula kingine ambacho sasa si maziwa bali ni mfupa. Na ndiposa nikakuambia ili uelewe kile ambacho tumesoma katika sura ya 6, mwandishi anaanza na kusema kwa sababu hiyo ya kwamba haistahili nyinyi mbakie kuwa watoto, ama sisi tubakie kukuwa wachanga. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo. Kwa sababu Kristo alipokuja ulimwenguni hakuanza na kufufua Lazaro, hakuanza na kuponya Batimayo, hakuanza na kuponya viwete. Kristo alianza kwa mafundisho. Kwa sababu hiyo, katika msingi wa wokovu hauwekwi katika misingi ya kufufua na wafu. Wokovu hauwekwi kwa msingi ya kuponya viwete. Wokovu hauwekwi katika msingi wowote ule. Wokovu umepandwa juu ya msingi wa mafundisho, kufundisha. Na Kristo, jambo la kwanza, wakati ambapo alitimia miaka 30, jambo la kwanza ambalo alitangulia kulifanya, Kristo alianza kufundisha. Na kile ambacho Kristo alianza kufundisha, hilo ndio jambo ambalo, ama ndio mwanzo wa mtu yeyote anapoingia katika nyumba ya Bwana. Hata kama kuna mahitaji ambayo huyo mtu atakuja nayo katika nyumba ya Bwana, jambo la kwanza ni ya kwamba huyo mtu atafundishwa, kwa sababu huo ndio mwanzo wa wokovu. Huo ndio mwanzo wa kukombolewa, unatokana na mafundisho. Na si mafundisho tu, mwandishi anasema ya kwamba kuna yale mafundisho ya kwanza ya Kristo. Hakuanza tu na mafundisho ya aina yoyote, ama hakuchukua tu na kuchagua mafundisho mahali popote. Kuna yale mafundisho ambayo Kristo alianza nayo. Na hakuanza na mafundisho ya kubarikiwa, hakuanza na mafundisho ya kujeni mpokee nyota zenu, hakuanza na mafundisho ambayo watu hupenda kuyasikia, bali kuna yale mafundisho ya kwanza Kristo alianza nayo. Na hapa maandiko inasema, living the first principle of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance. Hiyo ndio mafundisho ya kwanza Kristo alianza nayo, mafundisho ya kutubu. Mafundisho ya kwanza ambayo Kristo alianza nayo wakati alianza shughuli, wakati ambapo alitimia miaka ya kuanza kazi. Mafundisho ya kwanza ambayo alianza nayo ni mafundisho kuhusu toba. Na hilo ndio jambo ambalo hata mtu yeyote anapoingia katika nyumba ya Bwana, hata kama atakuwa kiwete, hata kama atakuwa kipofu, hata kama atakuwa tasa, ama atakuwa katika hitaji la aina yoyote ile, kitu ambacho huyo mtu anastahili kuwekwa ni juu ya msingi wa mafundisho ya kwanza ya Kristo. Na mafundisho ya kwanza ya Kristo, tunaambia kwamba Kristo alipoanza kufundisha, alianza kwa habari za kutubu, habari za toba. Na kwa sababu alianza kwa habari za kutubu, hakufundisha habari za kutubu peke yake,
Maana maandiko inaendelea inasema ya kwamba kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai na kuwa na imani kwa Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mafundisho ya kwanza ya Kristo ni kuhusu toba. Mafundisho ya kwanza ya Kristo ni kuhusu imani. Hayo ndio mafundisho utayapata katika nyumba ya Bwana siku ya kwanza. Ijapokuwa utakuwa na hitaji la aina yoyote, mtu atasimama mbele zako kukuambia kwamba licha wewe ni kiwete, licha wewe ni kipofu, jambo ambalo unastahili kufanya kabla wewe upate uponyaji ambao unautaka sana, wewe unastahili kutubu na wewe unastahili kukuwa na imani kwa Mungu, kwa sababu hayo ndio mafundisho ya msingi na hayo ndio mafundisho ya kwanza ya Kristo.